Iran imesema imepokea majibu ya Marekani kuhusu pendekezo lake la hivi karibuni la mazungumzo. Iran imesema siku ya Jumapili kuwa imepokea majibu ya Marekani kuhusu pendekezo lake la hivi karibuni la mazungumzo ya amani, siku moja baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kusema kuwa huenda akalikataa pendekezo hilo kwa sababu hawajalipa gharama kubwa ya kutosha. Vyombo vya habari vya serikali ya Irani vimeripoti kuwa Washington imewasilisha majibu yake kupitia Pakistan na kwamba Tehran sasa inafanyia mapitio. Hakukuwa na uthibitisho wa haraka kutoka Washington au Islamabad kuhusu majibu hayo ya Marekani. Katika hatua hii hatuna mazungumzo ya nyuklia, vyombo vya habari vya serikali vilimnukuu msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Irani Ismail Bagel akisema hii ni ishara ya pendekezo la Irani la kuweka kando mazungumzo ya masuala ya nyuklia mpaka vita vitakapomalizika na mahasimu hao kubaliana kuondoa mizingiro wa usafiri wa meli kwenye Ghuba. Siku ya Jumamosi, Trump alisema kuwa alikuwa bado hajapitia maneno kamili ya pendekezo la amani. Marekani na Israeli zilisitisha kampeni yao ya mashambulizi ya mabomu dhidi ya Irani wiki 4 zilizopita, na afisa wa Marekani na Irani walifanya duru moja ya mazungumzo, lakini majaribio ya kupanga mikutano mingine yamefeli hadi sasa. Irani iliwasilisha pendekezo lake la hivi karibuni Alhamisi, na afisa mwandamizi wa Irani alithibitisha Jumamosi kuwa Teherani inakusudia kumaliza vita na kutatua mkwamo wa usafirishaji kwanza, huku ikiacha mazungumzo ya mpango wa nyuklia kwa ajili ya baadaye. Ingawa mwanzoni Trump alisema Ijumaa kuwa hakuridhishwa na pendekezo hilo, Jumamosi alisema bado alikuwa akiliangalia. Waliniambia kuhusu dhana ya mpango huo, wanaenda kunipa maneno kamili sasa, aliwaambia waandishi wa habari. Alipoulizwa kama anaweza kuanza tena mashambulizi dhidi ya Irani, Trump alijibu, sitaki kusema hivyo. Ikiwa watafanya vibaya tutaona, lakini ni uwezekano unaoweza kutokea. Pendekezo la kuchelewesha mazungumzo ya nyuklia hadi hatua ya baadaye linaonekana kupingana na takwa la mara kwa mara la Washington kwamba Irani ikubali vikwazo vikali kwenye mpango wake wa nyuklia kabla ya vita kuisha. Washington inataka Teherani itoe akiba yake ya zaidi ya kilo 400 za madini ya urani iliyorutubisha kwa kiwango cha juu. Wakati akisema hana haraka, Rais Trump yuko chini ya shinikizo la ndani kuvunja udhibiti wa Irani katika mlango bahari wa Hormuz ambao kuhamisha 20% ya usambazaji wa mafuta na gesi duniani na kupandisha bei ya petroli nchini Marekani. Chama cha Republican cha Trump kinakabiliwa na hatari ya kupoteza kura kutokana na kupanda kwa bei katika uchaguzi wa katikati ya muhula wa bunge mwezi Novemba. Vyombo vya habari vya Irani vimesema pendekezo la pointi 14 la Teherani linajumuisha kuondoa vikosi vya Marekani maeneo ya jirani, kuondoa mzingiro, kuachilia mali zilizozuiliwa, kulipa fidia, kuondoa vikwazo, kumaliza vita kati ya nyanja zote ikiwemo Lebanon na kuunda mfumo mpya wa udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz. Siku ya Jumapili, Israeli iliamuru maelfu ya Lebanon kuondoka kwenye vijiji vya kusini mwa Lebanon, hatua inayozidisha vita kati ya Israeli na washirika wa Irani wa Hezbollah. Irani imesema mazungumzo na Washington hayawezi kuanza tena isipokuwa kuwe na usitishaji vita nchini Lebanon. Jeshi la Israeli lilitoa onyo la haraka Jumapili kwa wakazi wa miji na vijiji 11 ya kusini mwa Lebanon, likiwataka kuhama makazi yao na kwenda umbali wa angalau mita 1000 kwenye maeneo ya wazi, likisema linafanya operesheni dhidi ya Hezbollah kufuatia kile kilichoelezwa kama ukiukwaji wa usitishaji vita.